Saba juu ya alama hapa Kenya, Uganda na Tanzania. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji, na asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mimi wako Andrin Kilemi. Karibu mtazamaji, tuandamane sote hadi tamati. Na tunaanza na taarifa kuwa mamlaka ya usafiri na usalama barabarani NTSA kwa kushirikiana na serikali ya kaunti ya Kisii imeanzisha kampeni ya kuweka alama za kuvuka barabara pamoja na msafara wa uhamasisho wa usalama barabarani mjini Kisii. Hatua hii ni sehemu ya wiki moja ya usalama barabarani ya Umoja wa Mataifa, ikilenga kuimarisha usalama wa watumiaji wa barabara, hususan wapita njia na waendesha baiskeli. Maeneo yaliyopewa kipaumbele ni daraja 2, Jogoo, daraja 1 na Egesa, ambapo kumeshuhudiwa visa vingi vya wapita njia kupoteza maisha. Kampeni hii inalenga kupunguza ajali, kuhakikisha usalama kwa wananchi na kutoa mafunzo ya utumiaji sahihi wa barabara kwa wapita njia. Mtazamaji, tunaungana naye mwandishi wetu wa habari kutoka gatuzi hilo la Kisii, Alfayo Kombo, kwa mengi zaidi. Alfayo, habari za sasa iwapo unanipata, na hali ikoje wakati ambapo juhudi zinazidi kuwekwa kuhakikisha usalama barabarani? Naam, asante sana Adrian Kilemi. Ukitazama nyuma yangu ni mamia tu ya wakazi ambao wapo katika eneo hili wamejitokeza kwa wingi ili kupata uhamasisho hasa baada ya wao kukosa fursa hii siku ya Jumatatu, ambapo shughuli nzima ilikuwa imeanza katika uga ule wa Gusii. Hasa uhamasisho na mafunzo yalikuwa yanatolewa kwa wakazi ambao waliweza kufika ugani Gusii ili kuhakikisha kwamba usalama umedhibitishwa kwa wapita njia. Tutakuwa nazungumza na msimamizi mkuu wa eneo la Nyanza Kusini atueleze hasa ikiwa leo ni siku ya 4 tu na hafla hizi itakuwa inaisha siku ya Jumapili. Je, kufikia sasa ni kipi kile ambacho umeweza kufikia, na je uhamasisho upo vipi? Asante sana. Kwa majina ni Aden Adom, msimamizi wa NTSA Nyanza Kusini. Leo tuko hapa tukishirikiana na washikadau wengi, tukiwa na KERA, tukiwa na National Police Service, Kisii County Government, Red Cross, Huduma Center Kisii, wote tukisema kwamba tunawafikia wananchi kwa njia moja au nyingine. Siku ya leo haswa tumekuwa na entertainment na pia idara tofauti kuzungumza na wananchi kuhusu usalama barabarani, na tarakimu inatuonyesha ya kwamba tumeweza kupoteza Wakenya 1801 wale tunawaita pedestrians mwaka uliopita, na iwapo hatutakuwa pamoja na hatutaweza kuwafikia hao wananchi, tutazidi kupoteza Wakenya wengi. Monday ama siku ya tarehe 12 tumekuwa na uhamasisho katika mji wetu wa Kisii, tukikuwa na pia washikadau tofauti. Leo tumekuwa na stopover within Kisii, na hapa tuko hapa Getare ili tuweze kuzungumza na wananchi kuhusu hatari ya utumizi mbaya wa barabara, kwa sababu 85% ya ile tarakimu tumeongea ya Wakenya wenye tumewapoteza katika mwaka uliopita, idadi kamili ikiwa 4748, inatuonyesha ya kwamba asilimia kubwa inachangiwa na wale wanatumia barabara. Nidhamu mbaya ama utovu wa nidhamu, hasa wakati tunatumia barabara zetu. Tunawasihi na tunawaomba na tunawaenzi wananchi wakati wanakuwa katika barabara zetu wakuwe waangalifu, ili tuweze kuepukana na tuweze kupunguza hii idadi, kwa sababu kila mwaka ukipata tunakuwa na ongezeko. Ndio maana hii wiki ikiwa ni siku ya uhamasisho kufuatilia 8th UN Road Safety Week, sisi kama idara husika ambapo mambo tunakuwa lead agency na mambo ya usalama barabarani kama NTSA, tunahimiza wananchi wakuwe waangalifu ili tuweze kuepuka visa vya ajali barabarani. Kizungumza na anasimamia KERA eneo hili, siku ile ya Jumatatu tuliweza kupata baadhi ya waendeshaji bodaboda, tulipozungumza nao mwendo wa saa 7 walilaumu shirika hilo kusema kwamba baadhi ya barabara ziko na mashimo. Je, juhudi zenu ni zipi kuhakikisha kwamba barabara hizi zinatengezwa, ili pia wao wanasema mashimo zile zinachangia katika ajali? Asante sana. Katika mambo ya ujenzi wa barabara tuko na idara mbalimbali. Tuko na Kenya National Highways Authority ambao wanashughulikia hizo barabara kubwa. Tuko na Kenya Urban Roads Authority ambao wanashughulikia hizo barabara za towns. Alafu na sisi kama Kenya Rural Roads Authority pia tuko na barabara zetu za mashinani ambazo tunashughulikia. So
katika ile constituency roads committees ambazo zinashughulikia katika maeneo yote ya ubunge katika eneo hili la Kisii, ambapo tuko na constituencies 9. Huwa tunaangalia barabara zote zile ambazo ziko mbaya, huwa tunaangalia ya kwamba zimerekebishwa kwa wakati ambao unafaa. Asanteni sana. Pengine kikubwa tukishughulisha wana Red Cross, kwa sababu tumekuwa tukiona mara nyingi ajali zikifanyika, tunaona kwamba wananchi ambao wanafika pale hawahakikishi kwamba wanawasaidia wala ambao wanaumia. Je, nyinyi mafunzo ni yapi ambayo mnatoa kwa wananchi hasa, au hamasisho ni yapi mnatoa siku hii ya leo? Asante sana kwa lile swali, kwa sababu tulivyosema mwanzo ni kwamba kulinda ama usalama barabarani ni majukumu yetu wote. So mimi naitwa Henry Sanya, nikiwa mimi ndio msimamizi wa shirika la Msalaba Mwekundu tawi la Kisii na Nyamira. Yale ambayo tumeona kwa barabara na imetuguza sisi kuweza kufikia jamii ni kwamba wengi wanapoona ajali imetokea wanakwenda kurekod. Wameshika simu zao wanarekod na wanasahau kwamba inachukua muda mdogo sana kuweza kupoteza maisha. Kwa mfano, mtu ambaye hawezi pumua vizuri anatumia dakika kama 6 peke yake bongo wake kuweza kufa. So kama wewe una ule ujuzi wa kuweza kufungua sehemu yake ya kupumua hewa, yani tunasema breathing, and then you clear the airway, inamsaidia yeye kuweza kuokoa maisha, kwa sababu atafika akiwa anapumua. Tunahakikisha kwamba moyo wake unapiga, hewa inaingia vizuri, anapumua, so unamaanisha huyo anaweza survive. Huwa tunawaambia pia wanapokwenda pale katika zile scene waangalie yule anaye bleed, kwa sababu yule anavuja damu ana muda mdogo sana kuweza kupoteza maisha. So wakati mwingi sana tunawahimiza wakazi wa Kisii, tunahimiza wale wakazi wa Nyamira na Wakenya kwa ujumla, wanapofika sehemu ya ajali kuweza kuwa na ule ujuzi katika ile tunaita hata basic first aid, yani ile ambayo inaitwa huduma ya kwanza. Wana create pressure pale katika ile sehemu inayo bleed, anazuia ile bleeding. Hivyo unapoita msaada wa zile ambulances kuja kuweza kusupport, utapata kwamba umeweza kuokoa maisha. Na mimi sasa kama saizi lile ambalo ningepeana kama himizo kwa Wakenya wote, angalau mahali uliko, kama sio barabarani peke yake, pia hata nyumbani uweze kupata ule ujuzi wa huduma ya kwanza, kwa sababu tunaweza kuokoa maisha nayo. Asante sana. Na asante sana Andrin Kilemi. Kama umeweza kusikia tu ni baadhi ya kauli ambazo zimetolewa. Wakazi kwa kweli siku leo wamepata hamasisho, huku kauli mbiu ikiwa kuhakikisha kwamba wale ambao wanatembea barabarani na wale ambao wanaendesha baiskeli pamoja na pikipiki wapo salama salmini. Ni swala ambalo tutakuwa tunafuatilia katika habari zetu za baadaye. Jina langu ni Kombo Alfayo kutoka eneo hili la Getare, kwako studioni Andrin. Asante sana Kombo Alfayo, mwandishi wetu wa habari kutoka gatuzi hilo la Kisii hapo, bila shaka akisema tu na wakazi kuhusiana na juhudi hizo za NTSA kuhakikisha usalama barabarani. Taarifa hiyo utakuwa unaipokea kwa ukamilifu wake kwenye taarifa zetu za hapo baadaye mwendo wa saa 1 na saa 3 mtawalia. Lakini kwenye taarifa nyingine